kutoka kwa mwanafamilia wa Lazaro. Anasema alikuwa ananisikiliza muda mrefu sana. Anaitwa Amina. Amina amekuja hapa na kuripoti tatizo lake. Anasema sasa hivi ana miaka 2 na mwanaume alinaye. Hawezi kusema ni boyfriend kwa sababu ni mwanaume ambaye kiukweli hata kwenye hiyo level ni kama wameshavuka. Japokuwa bado hawajatambulishana kwa wazazi, lakini hawezi kumuita boyfriend. Ni mtu ambaye amekaa kidogo kuelekea kama mchumba hivi, kwa sababu kuna baadhi ya wakati walikuwa wakiishi pamoja and then baadaye wakaamua kuseparate tena kutokana na baadhi ya vitu ambavyo vinatokea. Amina anasema wakati anaanza uhusiano na huyu boyfriend wake anaitwa Masud. Masud alikuwa na watoto 2, okay? Ambaye mtoto mmoja ni mkubwa anaishi na mama yake mwingine, lakini pia mtoto wa pili ambaye wa kiume alikuwa ni mtoto mdogo. Alikuwa na umri kama wa miezi 9 kwa wakati huo. Kwa hiyo kilichokuja kutokea wakati ambao Amina anaanza uhusiano na Masudi, ni kama yule mama wa mtoto mdogo alikerwa kidogo na kusikia hizi taarifa za kwamba Masudi ana uhusiano mwingine, kwa hiyo ni kama akaja akamsusia mtoto Masud. Baada ya Masud kususia mtoto, Amina akaingia kwenye jukumu la malezi. Okay? Najua unaelewa unapokuwa unaishi pamoja na mwenza wako, hivi vitu sometimes vinaweza kutokea. Sasa baada ya kuingia kwenye jukumu la malezi, Amina anakuambia akamlea yule mtoto akafika kwenye umri kama wa mwaka 1.5. Umeona eh? Sasa hivi anakuambia kuna changes anaziona kutoka kwa Masudi, kitu ambacho anashindwa kuelewa. Anasema mwanaume wake kuna baadhi ya wakati anaweza akamchukua tu mtoto akaondoka naye nyumbani kutoka asubuhi pengine mpaka jioni. Akimuuliza wewe unaenda kazini, mtoto unamchukua unaondoka naye, unaenda naye wapi? Muone anakuwa hampi majibu ya kueleweka. Anakuwa na majibu yale ya nusu na ukali kwa mbali na nini. Sasa hiki kitu Amina kikawa kinamkera. Ikabidi aanze mambo yake yale, kufanya uchunguzi, ajue nini ambacho kinaendelea. Baada ya kufanya uchunguzi ndo akaja kugundua kwamba Masud na yule mama mtoto wake wamerudiana. You understand? Na katika kurudiana, anachokifanya Masud ni kumchukua mtoto anampeleka kwa mama yake, anashinda kule jioni, anampitia, anamrudisha huku. Kwa hiyo kuna mapenzi ambayo yameingilia penzi la Amina na Masud. Something ambayo sio nzuri. Umenielewa? Sasa Amina yuko hapa akijaribu kutaka ushauri wetu. Cha kwanza anajiuliza kama avunje mahusiano, aendelee na mambo mengine, lakini miaka yake kadhaa imepotea kwenye uhusiano huu. Je, kuna namna yoyote anaweza kukaa na Masud azungumze naye ili kuweza kupata suluhu ya hiki kinachoendelea? Kwa sababu hata Masud akijaribu kutafuta kuzungumza na yenyewe kunakuwa na ule ukali fulani. Unajua mwizi akishakuwa akafanya lile jambo lake, excuses zinakuwa nyingi, mara sababu hii sababu ile, limradi msipate muda wa kuzungumza. Kwa hiyo changamoto anayopitia Amina ni kubwa. Amepambana kumlea mtoto toka na miezi kadhaa mpaka sasa hivi mtoto ana mwaka 1.5, lakini ghafla tu baba mtoto ameamua kumgeuka, ameamua kurudi kwa mama mtoto wake, na sasa hivi inaonekana mambo shata, mapenzi ni mazuri huko upande wao, jambo ambalo linampa shida Amina. Kwa hiyo yuko pale bado anaendelea kujiuliza maswali, na exactly kama ni muelewa utakuwa unaelewa namna gani hii situation inaweza kufanya ukawa kwenye njia panda. Namna gani hii situation inaweza ikakustress ukashindwa hata kufanya maamuzi yaliyo sahihi. Sasa kabla haja kurupuka au akafanya maamuzi ambayo baadaye akajutia, ni kitu gani afanye, ni kitu gani kitakuwa sahihi kwake na mahusiano haya, and if you see kuna future katika haya mahusiano, basi usisite kumshauri, kwa sababu Amina yuko live pia anasikiliza Lazaro na atapenda sana kusikia ushauri wako wa dhati kabisa juu ya kile ambacho utamshauri, and ataongeza na maamuzi yake na ataweza kufanyia kazi vile vile. Lazaro iko hapa, tunasubiri pia ushauri wako. Namba ya simu ni 0744544034, lakini pia kupitia Instagram, Thread na TikTok she is TT right there. Utaweza kuniachia comment yako, halafu tutalizungumzia hilo wakati